الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، لدينا درسنا في كتاب 48 سؤالا في الصيام يما يhusu صوم. Mara mwisho tulishiria katika swali la 5. Leo tulianza swali la 6. Aliuliza Sheikh rahimahullah ta'ala, ba'd a'immati al-masajid fi Ramadhana, baadhi ya maimamu wa misikiti katika mwezi wa Ramadhani yutiluna fi du'ai, wanarefusha sana katika kuomba dua. Wa ba'dhum yuqassir, na baadhi yao wanafupisha katika hali ya kuomba dua, kusudia kwenye kunut. Fama huwa sahih, ni lipi jambo sahihi, kurefusha au kupunguza? Jawab, anasema rahimahullah, as-sahihu alla yakuna ghuluwan wala taqsira. As-sahihu, lililo sahihi, alla yakuna ghuluwa, ni kuomba dua huko usiwe katika hali ya kupituka mipaka, kuchupa mipaka, kuzidi. Wala taqsira, wala kusiwe katika hali ya mapungufu, bali iwe kati na kati. Fal-italatu allati tashukku 'ala an-nasi, urefushaji ambao unawatia watu uzito, manhiyun anha, kurefusha huko kumekatazwa. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma balaghahu, pale alipofikiwa na taarifa, anna Muadh ibn Jabal, ya kwamba Muadhi mtoto wa Jabal radiyallahu anhu, aqala as-salata fi qaumihi, alirefusha sala aliyekuwa akisali kuwasalisha watu wake. Ghadiba, alikasirika sallallahu alayhi wasallam ghadaban ay shadidan, alikasirika kukasirika kulikokuwa kukubwa. Lam yaghdab fi maw'idatin, hajawahipo kughadhirika katika maw'idha mithlahu qat, mfano wa kughadhibika kwake siku hiyo. Muadh ibn Jabal alikuwa kusali na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wake pale Madina. Alafu makazi kina Muadhi yako nje kidogo ya mji wa Madina. Kwa anasali isha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akenda kwao kule anawasalisha isha kwa kuchelewa. Sasa siku hiyo akasalisha kwa suratul Baqara isha. Baqara mmefahamu, na juzuu 2 na robo, na juzuu 2 na robo. Sisi tarawih tunasali juzuu 1, kwa juzuu 2 na robo isha. Mmoja katika swali akatoka katika safu, swali peke yake isha yake, akaondoka kama imamu endelea na isha. Baada ya kumaliza kuswali, Muadhi akaambiwa bwana mmoja ametoka katika safu, akasema wewe ni mtu mnafiki radiyallahu anhu. Yule bwana akaenda kumshtaki Muadhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ya Rasulullah kutoka kwenye kazi nzito, kazi ngumu, kuswali isha, anarefusha Muadhi
Muadh akaitwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikasirika akamwambia afattanun anta ya Muadh, afattanun anta ya Muadh, wataka uwe fitina ewe Muadh, wataka uwe fitina ewe Muadh, yani wafitinishe waja wa Allah na Mola wao kwenye swala. Kwa nini usingeliwasalisha isha kwa sura wa shamsi wa duhaha? Kwa nini usingeliwasalisha isha kwa sura wa duha wal layli idha sajada? Kwa nini usome al-Baqara Muadh? وقال لمعاذ بن جبل، na akasema kumwambia Muadh bin Jabal, afattanun anta ya Muadh, unataka kuwa fitina ewe Muadh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Anasema Sheikh rahimahullah, falladhi yanbaghi an yattasira ala al-kalimat warida, linalotakikana imamu aishilie kuomba kupitia yale maneno yaliyopokelewa yaliyokuja, au yazida qalilan, au akazidisha kidogo. Allahumma hadina fi man hadaita, na kusudia wa afina fi man afaita, akasoma ile ile kuja peke yake akamaliza, au akazidisha kidogo tu, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, mfano kama hivyo. La yashku, asiwatie watu tabu, wala shakka fi anna al-italata shaqatun, na wala hakuna mashaka juu ya kwamba kurefusha kuna mashaka na watabu ala nas, juu ya watu. Waturhiquhum, na kurefusha turhiquhum, kuna wakalifisha watu wasioweza. Wala siyama dhu'afa minhum, hasa wale watu madhaifu miongoni mwao, wapata tabu sana. ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. ومن الناس نواف من الموات من يكون وراءه أعمال والأنباء واف من الموات والأنباء وراءه أعمال، يعني ما yake mtu ana kazi zake nyuma, huko kuna kazi zake ameziacha, amekwenda kusali. Wala yuhibbu an yansarifa qabla al-imam, na wala hapendi aondoke katika ile sala kabla ya imamu. Kama imamu anasali akondoka sasa, hapendi, bali anataka amalize na imamu. Wayashukku alayhi an yabqa ma'a al-imam, lakini wakati huo kubakia kwake na imamu kunamtia mashaka na mazito na taabu. Kwa hiyo hili alitaka, hili analitaka. Fanasihati li ikhwani al-a'imma, basi nasaha zangu kwa ndugu zangu maimamu, ayakunu baina wawe baina kati na kati, wasiwe wanarefusha sana wala wasiwe wamefupisha sana. Wa khairul umuri awsatuha, na bora ya mambo ni yale ya kati na kati, hujachupa mipaka wala hujazindua. Kadhalika yanbaghi an yatruka ad-du'a ahyanan, kadhalika yatakikana aache kuomba dua ya kunuti baadhi ya wakati, sio kila siku analeta. Hata la yadhunna al-'ammatu, ili wasije wakadhania watu wa kawaida anna al-qunuta wajibun fil witri, kwamba kunuti ni jambo la wajibu katika swala ya witri. Si wengine analeta, si wengine haleti. Na wengine hadithi ya kunuti kunuti kwenye witri wametia illa. Asli yake ni hadithi ya mjukuu wa Mtume Hasan bin Ali, msema amenusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au amenifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, an aqula fi qunuti al-witri, niseme katika kunuti ya witri, Allahumma hadini fi man hadait. Wakasema kipande cha kusema kwamba amenifundisha nisome katika kunut neno witri, kunuti ya witri, hii alikusudi, kwa maana amenifundisha dua ya kunut, lakini inasoma kwenye witri, hii haikuti bali msema.
na wanakuja na wanakuwali za ilmu. Kwa maana baadhi ya misikiti msikiti kabisa wakisoma, baadhi ya misikiti wanaanza kusoma baada ya Ramadhani inapokuwa imeshakata nusu, imeshakata nusu 5-6 huko ndio wanaanza kuleta. Kuna kauli pia za baadhi ya wanazuoni katika hili. Kuna masala mengi ile masala ya kunuti haya na hii dua ya Allahumma fi man hadayt. Swali la 7 ambalo ameulizwa Sheikh rahimahullah, ma sihhatu hadithi afṭara al-hakim wal ma'dum, ni upi usahihi wa hadithi isemayo afṭara al-hakim wal ma'dum? Mpiga chuku amefungua, mpiga chuku pia amefungua, mpigwa na mpiga wote wamefungua. Vipi usahihi wa hii hadithi? Anasema hadha alhadith, hadithi hii sahahahu al-Imam Ahmad, amesahihisha Imam Ahmad rahimahullah, wakadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kadhalika amesahihisha Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah wa ghayruhum min al-muhaqqiqin, na wasiokuwa hawa katika wanawazuoni wa hakiki. Wa huwa sahihun, na hiyo ndio sahihi, kwamba hadithi hii ni sahihi. Wa huwa aidan, na hiyo hadithi vile vile munasib, inaendana sawa min an-nahiyati an-nadhariyya, katika upande wa kimtazamo. Kwa nini? Lianna al-mahjuma yakhruju minhu damun kathir, kwa sababu yule mtu aliyefanywa chuku humtoka damu nyingi, yadhufu al-badan au yudhifu al-badana, udhoofisha mwili. Damu nyingi zimetoka baada ya kupigwa chuku, kufanywa hijama, kiasi kwamba mwili wake utadhoofu. Wa idha dhafa al-badan, na pindi mwili utakapodhoofu, ihtaja ila al-ghidha, ihtaja ila al-ghidha, mwili utahitajia chakula. Fa idha kana as-sa'imu muhtajan ila al-hijamati wa hajama, pili atakapokuwa mfungaji muhtajan ila al-hijama, anahitajia hijama, kutoa damu chafu, kupiga chuku, wa hajama, na akafanya hijama, akapiga chuku, kulna, tutamwambia huyo aftarta, umefungua. Hivyo basi, fakul, kula, washrab, na kunywa, min ajli an tahuda quwwatu al-badani, kwa ajili ya nguvu za kiwiliwili zirejee. Amma idha kana ghaira muhtajin, ama akiwa si mwenye kuhitajia kufanya hijama, naqulu lahu, tutamwambia katika mfungo huu, la tahtajim, usifanye hijama, idha kana siyamu fardha, ikiwa funga anayofunga ni funga ya faradhi, ima ya Ramadhani au funga ya kafara au funga ya nadhiri au funga ya qada'an, analipa Ramadhani. Tutamwambia kama huhitaji kufanya hijama, huna tatizo lolote, basi bora usifanye hivyo. Wa hinaidhin nahfadhu alayhi quwwatahu, na wakati huo sasa, nahfadhu alayhi quwwatahu, tutakuwa tumemhifadhia nguvu yake ya mwili, hata yufṭir au yafṭur, mpaka ale, mpaka afungue. Akaulizwa swali la 8 rahimahullah, ma hukmu dhahabi ahli Jidda au ahli Juddati ila Makkah li salati at-tarawih, ni ipi hukumu ya kwenda watu wa Jidda kwenda Makkah kwa lengo la kwenda kuswali tarawih, wakaacha misikiti yao pale Jidda wakaenda Makkah, msikiti mtukufu? Ni ipi hukumu ya kwenda huku watu wa Jidda kuelekea Makkah? Akasema la haraja, hakuna taabu, hakuna shida wala hakuna dhiki, hakuna ubaya fi an yadhhab al-insanu ila al-masjid al-haram, kwenda mtu kuelekea katika msikiti mtukufu, kayusalli fihi tarawiha, ili akasali msikitini humo swala ya tarawih. Inafaa kufunga safari kadhalika, lianna al-masjid al-harama
kwa sababu msikiti mtukufu wa Makka mimma yashaddu ilayhi ar-rihalu, miongoni mwa maeneo yanayofaa kufunga safari kuyaendea kwa ajili ya ibada. Sehemu nyingine haifai. Kutoka hapa mfano kuelekea Yemen, kufunga safari na kwenda kusali tarawih Yemen, msikiti fulani kwenye Jami'ul Hadi iliyoko pale katika mkoa wa Saada mfano. Kwa nini? Kwa kuitakidi kwamba pana ziada za fadhila, uruhusiwa isipokuwa misikiti mikuu mitatu: msikiti wa Makka, msikiti wa Madina na msikiti wa Palestina. Ama msikiti mwingine wowote uruhusiwi kufunga safari kuenda kufanya ibada hapo kwa kuitakidi fadhila zilizo hapo na ziada zake zaidi ya misikiti mitatu. Basi kwa mtu akitoka Tanzania anaelekea kuswali tarawih Makka, sawa. Anakwenda wapi? Anakwenda kuswali tarawih Madina, sawa. Nasafiri ataka ziada za fadhila, anakwenda kuswali tarawih Baitul Maqdis Palestina, sawa. Msafiri anakwenda wapi? Anakwenda kuswali tarawih sehemu yenye utukufu Masjid Taqwa, wapi? Msumbiji. Mwambia hapana, haram, hafai. لأن المسجد الحرام وصلاه مسجد متكوف ومكة مما يشد إليه الرحال, ni miongoni mwa misikiti inayofaa kuifungia safari. Lakini idha kana al-insanu muwaffafa, ikiwa mtu ameajiriwa kama watu wa Jeddah wanatolea mfano, au kana imaman fi masjid, au akawa huyo mtu ni imamu katika msikiti fulani, fa innahu la yad'u al-wadhifata au yad'u al-imamata, ataruhusika kuacha kazi yake au kuacha uimamu ويذهب الى الصلاه في المسجد الحرام, kisha akaenda kuswali katika msikiti mtukufu. لان الصلاه في المسجد الحرام sunna, kwa sababu kuswali katika msikiti mtukufu hukumu yake ni sunna. wa amma alqiyam bilwajib alwadhifi, ama kusimamia wajibu wa kazi, fa innahu wajib, jambo hilo ni wajib, na wajibu na sunna hutangulizwa wajibu. ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة, na wala haiyumkiniki likaachwa jambo la wajibu kwa ajili ya mtu kufanya sunna, kwa sababu maslahi mawili yanapokutana, kama wanavyosema ulama, almasalih idha tazahamat yaftaru awlaha wa aqwaha wa a'ammuha naf'an. Maslahi yanapokutana kwa pamoja mawili, basi uchaguliwa lenye nguvu zaidi, lililo bora zaidi, ambalo manufaa yake ni makubwa zaidi. Kwa hiyo sunna na wajibu, bila shaka wajibu tangulizi. Anasema al-Imam rahimahullah, wa qad balaghani, na kwa hakika nimeshafikiwa na habari, anna ba'd al-a'immati yatrukuna masajidahum, kwamba baadhi ya maimamu wanaacha misikiti yao, wa yadhhabuna ila Makkah, na wanakwenda Makkah min ajli al-i'tikaf, kwa ajili ya kukaa itikafu fi masjid al-harami, katika msikiti mtukufu, au min ajli salati at-tarawih, au kwa ajili ya kwenda huko na kusali tarawih. Wa hadha khata'un, na hili ni kosa. Lianna al-qiyam bil wajib wajibun, kwa sababu kusimamia jambo la wajibu ni wajib. Wa dhahaba ila Makkah li iqamati at-tarawih, na kuondoka kuelekea Makka kwa ajili ya kwenda kusali tarawih au al-i'tikaf, au kwenda kukaa itikafu, laysa biwajib, si jambo la wajib. Naam, tuishirieni hapo. Bismillah karim, tutakuja kuendelea ili kitakachofuata. Leo ni al-asiri, ni kitabu ndio au tafsiri. Tutakuja kuendelea al-asri insha Allah taala. Alhamdulillah.